Okay. Leo ninataka niweze kuzungumzia eneo zima la malengo, na nikuombe wewe ambaye utasikiliza video hii, somo hili liwe somo ambalo litakufanya mwaka 2026 uwe ni mwaka kwako wa mafanikio, kwa sababu unaenda kujifunza jambo la muhimu sana ambalo litakuwezesha kufanikiwa katika mwaka 2026. Una kila sababu ya kutimiza malengo katika mwaka huu wa 2026. Kulingana na utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Harvard University, utafiti huu ulifanyika kati ya mwaka 1979 na ukawa umewekwa wazi mwaka 1989, na utafiti huu ulijulikana kwa jina la Harvard MBA Study of Goals. Na utafiti huu ulifanyika kwa ajili ya kuchunguza wahitimu wa chuo cha Harvard University baada ya kuwa wamehitimu maisha yao yalikuwaje. Utafiti huo ulionyesha kwamba 84% ya watu walihitimu hiyo MBA, yani Masters of Business Administration, ni watu ambao walipoenda mtaani huko hawakuweka malengo yoyote kabisa. Na 13% ya wahitimu wa MBA waliweka malengo lakini hawakuyaandika. Ila 3% ya wahitimu waliweka malengo, waliyaandika na kisha wakaweka mipango ya namna watakavyofanya ili kuyatekeleza malengo hayo. Hebu tuangalie sasa matokeo ya utafiti huo uliofanywa na chuo hicho kikubwa. Baada ya miaka 10 matokeo yalionekana. Wale watu ambao waliweka malengo ila hawakuyaandika, yani wale 13% walijikuta wakiwa na kipato kikubwa mara 3 zaidi ya wale 84% ambao hawakuweka malengo kabisa. Na 3%, yani wale walioweka malengo wakayaandika na kisha wakaweka mipango ya namna ya kuyatekeleza, walikuwa na kipato mara 10 zaidi ya kundi lote. Kwa hiyo chuo hiki kikathibitisha kwamba watu wanaoweka malengo wana nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko watu wengine ambao hawaweki malengo. Na hii ikanipa sababu kubwa ya kuweza kulizungumzia swala hili kwa kina kabisa, swala la malengo, ili mwaka huu 2026 uwe mwaka wa tofauti na mwaka wa kipekee kwako. Hebu tuangalie malengo ni nini. Malengo ni jambo mahususi unalotaka kulifikia au kulitimiza kwenye maisha, au unaweza ukasema lengo ni kipimo cha eneo ulipofika kuelekea ndoto yako, maono yako au kusudi lako. Lengo linakusaidia kujua pa kuanzia na pa kuishia. Yaani unataka kufanya jambo fulani, lengo linakusaidia sasa, unapotaka kufanya jambo hilo, anzia hapa na utaishia hapa. Lengo linatofautisha wenye ndoto hewa na wenye ndoto zinazotimia. Yaani lengo linatupa kazi na inatusaidia sana kutofautisha dreamers na achievers, watu ambao wanaota tu ndoto na wale watu wanaoota ndoto na kuzitimiza, wanaoweka ndoto na kuzitimiza. Lakini pia lengo linatusaidia ya kuweka malengo ni kiwango kizuri cha kuwa na nidhamu. Unapoweka malengo, unataka kufanya jambo fulani, inaonyesha kuwa una nidhamu na kitu unachotaka kukifanya. Lengo ni kama ramani, ni kama kiunzi, yani skeleton, au ni kama msingi pale unapotaka kujenga nyumba. Maanake ukiwa na msingi, ukiwa na ramani ya nyumba, itakuonyesha kwamba hapa utajenga hiki, hapa utaweka hiki, hapa hiki chumba kitakuwa cha nini, kitakuwa cha nini. Maanake ule msingi unakupa ramani ya kazi utakayoifanya na inakurahisishia kazi. Lakini pia lengo linakuelekeza sehemu ya kuwekeza nguvu zako, yani kufocus. Maisha yana mambo mengi sana, lakini ukiwa na malengo yanakusaidia kwamba eneo fulani wekeza nguvu zako, na hiyo ndio itakayokufanya wewe kuweza kuwa na matokeo. Lakini pia lengo linakukinga na hali ya kugairisha mambo. Unaweza ukasema kwamba nitafanya siku fulani, nitafanya siku fulani, siku fulani nitafanya siku fulani. Unapokuwa na lengo, unapoweka lengo, linakuonyesha utaanzia hapa na utaishia hapa. Kwa hiyo linakusaidia kukuepusha na tatizo la kugairisha mambo, yani procrastination. Kanuni 7 kuhusu malengo. Hizi ni principles, 7 principles about goals. Ni kanuni 7 zinazohusu malengo na unapaswa kuzijua. Jambo la kwanza ni umiliki. Lengo linatakiwa liwe la kwako, hata kama ni lengo aliloliacha mwingine, kwanza unatakiwa ulifanye kuwa la kwako. Limiliki na uwe na uwezo wa kulielezewa
ulielezee kwa urahisi na ufasaha, yani uweze kumwelezea mtu mwingine na aweze kukuelewa vizuri, kwa maana kwamba lile lengo ni la kwako na unalielewa vizuri. Jambo la pili, liweke katika namna rahisi. You have to simplify it, make it very simple. Hata kama lengo ni kubwa au ni gumu, hakikisha unalivunja mpaka linakuwa rahisi. Jambo la tatu, liweke katika maandishi. You have to write it. Lengo liweke kwenye maandishi, liandike kabisa na liweze kusomeka. Usipoliandika lengo, hata kama ni zuri kivipi, linatoka kuwa lengo, linakuwa matamanio. Ukiliandika ndio linatoka kuwa matamanio na linakuwa lengo. Matamanio huwa ni ya muda mfupi, ila lengo linakaa muda mrefu. Lifanye lengo lionekane. You have to visualize it. Lifanye lengo lionekane. Unaweza ukali-imagine kwenye akili yako au ukaliweka kwenye mchoro. Kama unaweza kuchora, kama inawezekana, chora hata mchoro kabisa ili lionekane. Jambo la tano, lengo liwe na muunganiko wa moja kwa moja na maisha yako. Kwa hiyo unatakiwa kuweka lengo, kile kitu ambacho kina muunganiko wa moja kwa moja na maisha yako. Aidha inaweza ikawa ni maono yako, inaweza ikawa ni ndoto yako, inaweza ikawa ni kusudi la maisha yako. Hakikisha hicho kitu kina nafasi kubwa sana kwenye maisha yako, kiasi kwamba ni ngumu wewe kukipuuzia hicho kitu, kukifanya, kwa sababu kina nafasi kubwa na kina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha yako. Lengo lipimike ili ujue umefikia asilimia ngapi kadiri muda unavyokuwa unazidi kwenda. Hakikisha unaweka lengo linalopimika. Mfano, unaweza kusema kwamba katika mwaka huu nataka mwisho wa mwaka mwezi wa 12 niwe na shilingi milioni 5. Maana yake hilo lengo linapimika. Utajua kabisa kwamba okay, mwezi wa 4 nimefikia asilimia fulani ya ile fedha ambayo nilisema kwamba nitakuwa nayo. Kwa hiyo lengo liwe linapimika. Jambo la 7 au kanuni ya 7 ni kwamba lengo liwe na nafasi ya kurekebishwa. Your goal must be flexible. Lazima liwe na flexibility, kwamba ikitokea kuna mazingira yamebadilika au kuna jambo fulani limetokea, lile lengo uwe na uwezo wa kuadjust, uwe na uwezo kulirekebisha, kuliboresha, ili mwisho wa siku ikusaidie wewe kuweza kufika katika hatua nzuri ya kulitimiza lengo lako kwa matokeo makubwa na mazuri kabisa. Baada ya kuwa tumeona principles, 7 principles of goals, sasa twende tukaangalia sifa 4 za lengo linalotimia. Sifa ya kwanza, hilo lengo linatakiwa liwe na mchango wa lazima katika maisha yako. Maana yake ninaposema mchango wa lazima ni kwamba hilo lengo lisipotimia, lazima kuna kitu kitapotea kwenye maisha yako. Aidha utapata hasara, utapungukiwa au utadhurika. Usipoweka lengo la namna hiyo, itakuwa ni rahisi hilo lengo kulipuuzia na kuliacha kabisa. Lakini ukiliweka hilo lengo, mfano unaposema kwamba leo ni lazima nipate chakula, kwa sababu nisipopata chakula nitapata shida. Kwa hiyo aina ya lengo unaloliweka linatakiwa liwe lengo ambalo lisipotimia kuna kitu utapoteza. Hiyo itakuamsha na itakupa sababu ya kufanya kazi, hata kama umechoka, hata kama hujisikii, utalazimika tu ufanye ili kutimiza lile jambo. Kwa sababu gani? Kwa sababu lile lengo lina mchango na lina umuhimu mkubwa kwenye maisha yako. Watu wengi wanasema kwamba malengo ni utumwa. Ndiyo, malengo ni utumwa. Kwa sababu gani? Lengo linapokuwa sehemu ya maisha yako linakufanya kuwa mtumwa, kwa sababu lisipotimia kuna kitu, unajua kabisa kuna kitu kitaharibika. Kwa hiyo itakuweka hapo na itakusaidia uweze kuchukua hatua kubwa sana. Lengo liwe halisi, liwe jambo au hali, inapaswa liwe jambo au hali unayotaka kuibadilisha katika mazingira uliopo. Yaani lengo liwe halisi, lisiwe la kufikirika, liwe ambalo linapatikana kwenye mazingira uliopo, liwe maalum. Usichague kila kitu, chagua kitu kimoja alafu amua kudili nacho. Usidili na kila kitu, chagua kitu kimoja alafu dili nacho. Maana yake lengo liwe maalum. Lakini pia lengo linatakiwa liwe na ukomo wa muda. Kuna malengo ya muda mfupi na kuna malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi maana yake ni chini ya miaka 5, na malengo ya muda mrefu maana yake ni kuanzia miaka 5 na kuendelea. Hakikisha unapima lengo lako. Nataka lengo langu nilitimize baada ya kipindi fulani cha muda, aidha baada ya mwaka mmoja au baada ya miaka 2 au baada ya miaka 3. Hiyo ni nzuri, ili lengo liweze kuwa na kikomo cha muda. Hakikisha unaweka muda maalum. Hizo ni sifa 4 za lengo ambalo liko kabisa katika namna nzuri ya kuweza kutekelezeka na kufanikiwa.
Sasa umeshaweka lengo lako, na sasa twende kwenye mpango wa utekelezaji na ufuatiliaji wa lengo. Mpango wa utekelezaji na ufuatiliaji wa lengo, na hapo itakusaidia lengo lako kuweza kutimia kabisa. Jambo la kwanza unalotakiwa kulifanya, lengo lako liandike vizuri kabisa. Jambo la kwanza liandike. Jambo la pili, lile lengo lililoliandika ligawanye katika vikundi vidogo vidogo au vipati vidogo vidogo. Kuwe na lengo kuu, yani lengo mama, na kuwe na malengo madogo madogo. Hayo malengo madogo madogo yapo kwa ajili ya kulitimiza lengo mama. Yani unaliandika lengo mama, halafu chini yake unaandika malengo madogo madogo ambao kila yanapotimia na kuwa anaendelea kulikamilisha lile lengo kubwa au lile lengo mama. Jambo la tatu, weka muda wa mwisho ambapo lengo litakuwa limetimia, kwamba lengo hili kufikia Desemba 31 litakuwa limetimia. Weka ukomo wa muda. Jambo la 4, weka ratiba ya kila siku, wiki au mwezi ya kufanyia kazi, kwamba kila siku, kila wiki au kila mwezi nitakuwa nitafanyia kazi mambo haya ili kuhakikisha lengo langu linaenda kutimia kabisa. Jambo la 5, weka namna ya uwajibikaji. Weka mtu ambaye atakuwa anakukumbusha, bana una lengo fulani. Mtu ambaye atakuwajibisha, au inaweza kawa unaweka mfumo fulani, inaweza kawa ni application fulani na kuina kukumbusha kwamba kumbuka una lengo, au unaweza kumwambia mtu, bana nina lengo fulani, naomba unisaidie kuniwajibisha, kunikumbusha. Jambo la 6, hakikisha unafuatilia ulichopanga. Kama unakitekeleza, fuatilia, je, nilichopanga kweli nakitekeleza, nakiishi? Kama sikitekelezi, wapi ninakwama? Rekebisha changamoto, kisha songa mbele. Jambo la 7, jipe motisha. Pale unapofanya vizuri ukiwa kwenye mchakato wa kutimiza lengo, ukafanya vizuri kile ulichokipanga ukifanya, hakikisha unapata muda wa kujipongeza. Unajipongeza, hiyo inakupa nguvu ya kusonga mbele na kuendelea kufanya kazi vizuri kabisa. Sasa pamoja na kwamba umeweka malengo, kuna tabia 5 usipokuwa nazo, hayo malengo hayatakayatimia, zitabaki kuwa ndoto hewa kabisa. Tabia ya kwanza ni uthabiti, yani consistency. Uwe mtu wa kufanya kwa mwendelezo. Unapokuwa unafanya kwenye lile lengo lako, kutimiza lengo, fanya kwa mwendelezo. Si unafanya leo, kesho unaacha, itakushinda, utaishia njiani. Jambo la pili ni kuwajibika. Hakikisha unajua kabisa kwamba natakiwa nifanye mimi mwenyewe, usisubiri kusukuma wala kulazimisha, bali wajibika wewe mwenyewe. Jambo la 3 ni subira, patience. Hakikisha unakuwa na subira. Kuna wakati changamoto zinakuwa nyingi, mambo yanakuwa magumu, lakini hakikisha unakuwa mtu wa kusubiri na kuwa mtu mwenye subira. Jambo la 4, kujituma, yani self discipline. Jinidhamishe wewe mwenyewe, jisimamie wewe mwenyewe na jitume kwa bidii zote kuhakikisha lengo lililoliweka linatimia. Na tabia ya 5 ni uwezo wa kujifunza, yani teachability. Hakikisha unakuwa na uwezo wa kujifunza. Kuna vitu vingine hutaviweza peke yako, itakulazimika uweze kujifunza kwa wengine. Usiwe resistant, hakikisha unajifunza ili uweze kufanikiwa. Kwa kufanya hayo yote ambayo tumejifunza katika video hii, nina uhakika kabisa mwaka 2026 utakuwa ni mwaka wa ushuhuda kwenye maisha yako. Nikuombe uende ukayafanyie kazi na Mungu akusaidie uweze kuyatimiza na yaweze kukusaidia kutimiza malengo yako, na mwaka 2026 ukawe ni mwaka wenye ushuhuda mkubwa kwenye maisha yako. Na nikuombe, kabla hujaondoka kwenye video hii, kama hujasubscribe kwenye channel hii, unapitwa na mambo mengi. Hakikisha una pause kidogo, halafu una subscribe channel hii ili uwe wa kwanza kufurahia video zingine kadiri nitakavyokuwa nazi upload. Lakini pia unaposubscribe unasaidia mafundisho haya kuendelea kuwafikia watu wengine na kuwasaidia. Asante sana na nikutakie siku njema.